Arusha hatutaki nini? Maandamano. Arusha kwa pamoja hatutaki nini? Maandamano. Tunataka amani. Tunataka nini? Maandamano. Tunataka nini? Amani. Asanteni sana. Athari za maandamano ya tarehe 29 zilikuwa ni kubwa. Katika kutathmini umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha, maandamano hayo yalileta madhara kadha wa kadha. Moja, tukiwa na maana ya kwamba vipato vya waendesha bodaboda viliweza kupungua, kama wateja wengi walibaki majumbani kutokana na hofu na vurugu, hivyo safari zilipungua kwa kiwango kikubwa. Sehemu nyingine zilifungwa kusababisha waendesha bodaboda kukosa maeneo ya kupaki pikipiki zao. Lakini pia la pili, ukosefu wa mafuta. Wanachama wetu wengi walikumbana na changamoto ya ukosefu wa mafuta pamoja na kupelekea kushindwa kufanya biashara yao, huku mamlaka zenye dhamana ya masuala ya ulinzi na usalama wakiwapa mafuta wataenda kuchoma baadhi ya ofisi za serikali pamoja na kuharibu miundombinu ambayo ilikuwa sio kweli. Si usalama kuteteleka. Ndugu waandishi wa habari, baadhi ya waendesha bodaboda walikumbana na misongamano ya mabomu, ya machozi, kupigwa risasi na hata kukamatwa kutokana na kutokujua mipaka ya maeneo yaliyokatazwa. Kuripotiwa mmomonyoko wa amani ambao uliathiri uhuru wa huduma na uharibifu wa vyombo vyao. Katika baadhi ya maeneo, bodaboda zilipata madhara kutokana na fujo na kukimbizana kwa makundi mbalimbali. Taarifa kuhusu maandamano pia yanayotarajiwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12, umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha tunasikia tetesi ya kuwa kuna maandamano mengine yanayopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Waendesha bodaboda ndani ya mkoa wa Arusha wasihusishwe kwenye masuala ya uandamanaji, kwani kumekuwa na jitihada za baadhi ya vikundi kujaribu kuwashawishi waendesha bodaboda kujiingiza katika maandamano ambayo hayana faida kwao. Umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha unapiga vikali kutumiwa kwa waendesha bodaboda hao kama kupressurize au wakati mwingine kama propaganda. Athari zinazoweza kujitokeza endapo yatafanyika: ukosefu wa uhuru wa kufanya kazi, hatari ya kuumia na kukamatwa kwa waendesha bodaboda, kuwekwa kwenye mgogoro na mamlaka za serikali, kuwepo kwa uwezekano wa kuchafua taswira ya sekta ya bodaboda katika jamii. Wito kwa wanachama wa bodaboda mkoa wa Arusha. Umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha unawaomba wanachama na waendesha bodaboda wote ndani ya mkoa wa Arusha kutoshiriki maandamano yasiyo na mwelekeo wa kijamii au kiuchumi kwa manufaa yao, kufuatia na taratibu za kisheria na maelekezo ya vyombo vya kiusalama, kulinda amani na ustawi na heshima ya sekta ya bodaboda ndani ya mkoa wa Arusha. Nianze kwa kusema kwanza kuwapa pole waendesha bodaboda wenzetu ambao walifikwa na umauti kutokana na vurugu zilizotokea Oktoba 29. Ndugu waandishi wa habari, mwenye macho haambiwi tazama. Sote tumeona kilichotokea Oktoba 29. Kwa kweli kiutaratibu haikuwa ni maandamano. Ilikuwa ni vurugu, uvunjifu wa amani, uharibifu wa miundombinu, wizi na mambo kadha wa kadha. Sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa hatuna mamlaka ya kuweza kupinga au kuzuia maandamano kwa sababu ni takwa la kikatiba. Endapo watu watafuata utaratibu wa kikatiba na mamlaka zikawaruhusu wao kuweza kuandamana, sisi hatuwezi kupinga. Tunachopinga sisi ni bodaboda wetu kujihusisha na hizo vurugu na wizi wa mali za watu na uharibifu wa miundombinu ambazo zimetokea. Lakini tunawasihi bodaboda wetu na kuwaomba wasithubutu kujitokeza kwenye vitendo vyovyote ambavyo vinakwenda kuleta uvunjifu wa amani au kuiba mali za watu na kuharibu miundombinu. Kama kuna bodaboda aliyeshiriki katika vurugu zile, sisi hatumuungi mkono, na huyo tunamwambia kwamba si miongoni mwetu katika watu wanaotafuta riziki, kwa sababu siku ile yako mambo mengi tuliyaona. Kwanza, watu walikaa ndani bila kutoka. Yako madhara makubwa yalipatikana. Tuliona vituo vya polisi vinachomwa, tuliona ofisi za watendaji zinachomwa, tuliona hata magari ya watu yanapigwa na mambo mengine.
Jambo lile tulifika sehemu hata bodaboda tukakosa mwelekeo, ilifika sehemu hata kupata mafuta ya kwenda kufanya kazi inakuwa ni ngumu. Lile jambo liliathiri hata hospitalini, wagonjwa walishindwa kupelekwa, lakini pia ilifika sehemu hata ukitaka kumwenda polisi kumpelekea ndugu yako au kwenda mahakamani, tuliona hata mahakamani zilikuwa zifanyi kazi. Kwa sisi tuseme jambo lile, sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Arusha tumesikitishwa na jambo lile na hatukushirikiana na lile jambo lililofanyika, hatuliungi mkono hata kidogo. Lakini tumesikia kwamba tarehe 9 kuna watu wanahamasisha tena vurugu, ambapo tunawasikia tu kwenye mitandao ya kijamii ambao watu hao hawako ndani ya nchi yetu. Tuwaambie vijana wetu wa bodaboda wasisikilize maneno yanayotoka katika mitandaoni yanayotolewa na watu ambao si wazalendo na nchi yetu. Tuwaambie vijana wa bodaboda kwamba wasitumike kisiasa, wasithubutu kupewa vifedha kwa ajili ya kuharibu amani ya nchi yao, kwa sababu sisi tunajitafutia riziki ya kila siku. Kwa sababu ikichafuka hali ya hatari hapa, zile kazi tunazozifanya kupeleka watoto shule, kwenda kutafuta bukubuku zetu huko mtaani, watu hawatakaa mtaani, kwa hatutafanya kazi hata sisi ambao ni bodaboda kwa ujumla. Kwa hiyo niwaombe sana bodaboda muhakikishe kwamba hiyo tarehe 9 msijishughulishe na yale maneno yanayozungumzwa. Lakini niseme tu kwamba uzuri sisi tuko na viongozi wa wilaya zote hapa. Matamko au neno tunalolitoa leo linafika wilaya zote ndani ya mkoa wa Arusha, na tumeshawajulisha viongozi wetu wa wilaya zote kwamba wajulishe waendesha bodaboda ndani ya vituo vyao kwamba wasishiriki kuharibu hali ya amani katika nchi yetu, wala viongozi yoyote asikubali mwanachama wake akishiriki. Na bodaboda yoyote atakayeshiriki katika kuleta vurugu au kuingia barabarani kuharibu mali za watu akisingizia anafanya maandamano, huyo tutamshughulikia kwa mujibu wa katiba yetu, kwa sababu katiba ya umoja wetu inazungumza kabisa kwamba hatutojihusisha na mambo yoyote ya vurugu. Lakini lingine, sisi tunaamini kwamba uchaguzi umefanyika tarehe 29, rais amepatikana, tume imemtangaza. Sisi tunaamini huyo ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamtii rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutamheshimu, tutaiheshimu serikali kwa sababu ndio serikali inaosimama na sisi kwa ajili ya kutuletea amani ndani ya nchi yetu. Lakini la tatu, yako mambo sisi tuliyadai, kwa sababu serikali ili udai haki yako lazima udai kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo sisi tulidai kwamba bodaboda tunaonewa na jeshi la polisi. Ilifika sehemu jeshi la polisi halikuwa linatuonea tena. Tulifika sehemu tukasema faini za bodaboda ni 30,000. Ilifika sehemu serikali ikapunguza faini za bodaboda kutoka 30,000 mpaka 10,000. Ilifika sehemu tukasema leseni yetu ni kubwa ni 70,000 na sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo. Ilifika sehemu leseni ile ikapunguzwa kutoka 70,000 mpaka 30,000. Ilifika sehemu tukadai kwamba mapato tunaolipa ni mengi. Bodaboda inalipa mapato 65,000, bajaji inalipa 180,000, lakini serikali ilisikiliza. Mapato kwa upande wa bodaboda TRA walifuta, lakini kwa upande wa bajaji walipunguza kutoka 180,000 mpaka 120,000. Niwaombe kwa haya serikali iliyotufanyia, bado tuna imani na serikali yetu. Tusienda kushawishi bodaboda yoyote au bodaboda yoyote asishawishike kwa namna yoyote kuingia kuleta vurugu ndani ya nchi yetu. Yale yanayofai kuidai serikali yetu au kusema au kupaza sauti, tutafuata utaratibu. Tuna viongozi wetu wa serikali ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya kitaifa. Tunaamini kwamba tutafikisha malalamiko yetu pindi tutakapotakiwa, lakini hatutafikisha kwa fujo. Ni waombe bodaboda wote ndani ya mkoa wa Arusha, na haya ni maelekezo tunayotoa. Sisi tunashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba hakuna vurugu itakayotokea, na sisi tutakuwa miongoni mwa kutoa taarifa kwamba bodaboda yote asijihusishe na vurugu yote itakayojitokeza tarehe 9 kama kuna watu watakaotoka kama tunajisikia. Asanteni sana. Sisi kama bodaboda wilaya ya Karatu tukishirikiana na uongozi wa bodaboda mkoa wa Arusha tumehimiza vijana kwenye lile swala lililopita na hili ambalo tunaliendea wanalolizungumza mitandaoni na sehemu zingine. Sisi kama bodaboda wilaya ya Karatu hatuungani na jambo lolote la maandamano. Maandamano kama yanatakiwa yaruhusiwe, yawe na kibali, ndio watu wapate ulinzi ili yasitokee madhara. Kiukweli tarehe 29 tulipata madhara makubwa sana. Ilifika wakati watu walishindwa kupata huduma za jamii ambazo zinatakiwa zitolewe hospitali na maeneo mengine. Lakini pia ilifika wakati tunauziwa mafuta shilingi 10,000 kwa lita moja. Yalikuwa ni madhara makubwa sana. Kwa hiyo jambo hilo ambalo lilisababisha uvunjifu wa amani, sisi kama bodaboda hatuungani nalo, na kiukweli mara nyingi tumehusishwa na jambo hilo. Sisi tunalikataa na tunalipinga. Na tarehe 9 ambayo wanaisema kuna maandamano, sisi kama bodaboda tunajielewa na tunajitambua. Hatujihusishi na maandamano yoyote ambayo yatakuwepo. Kwa majina yangu naitwa Abubakari Zakaria,
natokea wilaya ya Arusha mjini, kata ya Kati, nikiwa kama makamu mwenyekiti wa kata ya Kati. Kata yangu ina wanachama zaidi ya 800. Lakini tarehe 29 tumeangalia vituo vyetu vyote, siku ya tarehe 1 hatujapata mwanachama wetu hata mmoja aliyoshiriki katika mambo hayo. Kwanza niwape hongera wanachama wa kata ya Kati kwa sababu wanajitambua.